ukimkuta msunni muue, jambo la hatari kabisa. Wali hadhihi alaqidati, na kutokana na hii aqida, yatahalafu ash-shi'atu ma'a al-yahudi, wanaungana wanaafikiana mashia pamoja na mayahudi, wan-nasara na manasara, walwathaniyin, na wenye kuabudia masanamu, washaitani, pia wanaafikiana na mashaitani, dhidda ahli sunna, dhiddi ya ahli sunna, kama ghadara ibnu al-Alqami, kama alipofanya khiana ibnu al-Alqami ash-Shi'i, ambaye ni mshia, bi khilafati al-Abbasiyya, alipofanya khiana katika khilafa ya Abbasiyya as-sunniyati, ambayo ni ya kisunna. Huyu bwana huyu ibnu al-Alqami, yeye alikuwa ni waziri wa kiongozi wa daula ya Abbasiyya katika zama hizo. Yeye alikuwa ni waziri. Sasa alipokuwa ni waziri huyu jamaa, jina lake akiitwa Muayyiduddin ibnu al-Alqami, akiitwa Muayyiduddin ibnu al-Alqami. Yeye alikuwa ni waziri katika daula ya al-Abbasiyya. Sasa huyu jamaa huyu alikuwa ni mshia, alikuwa akifanya mawasiliano na Wamongoli, alikuwa akifanya mawasiliano na Wamongoli wale Matatar, akawa anawaeleza udhaifu unaopatikana katika jeshi la Waislamu katika daula ya Abbasiyya, ambao ni daula ya watu wa Sunni. Kwa hiyo akawa anachukua habari anazipeleka kwa Matatar wa Mongoli, kwa sababu kule kwenye Wamongoli kuna mshia mwenzao ambaye tutamtaja jina lake hapa mbele. Kwa hiyo wakawa wanabadilishana taarifa. Lengo lake huyu ibnu al-Alqami ilikuwa ni kwamba daula ikianguka, yeye, yani wale mashia sasa ndio waitawale. Wakadhania kwamba wale wa Mongoli wana akili hiyo. Kwa hiyo akavujisha taarifa, akavujisha siri. Matokeo yake sasa ikaanguka Baghdadi. Ilikuwa mwaka ni 656. Baghdad ambao ndio ulikuwa asima, mji mkuu wa daula ya Kiislamu, ukaanguka kwa sababu Matatari wa Mongoli walivyoingia waliua watu wengi sana. Mamilioni ya watu waliuawa, wanawake waliuliwa, wanaume, watoto, kwa sababu ya khiana ambayo aliifanya huyu ibnu al-Alqami ash-Shi'i. Wanasema wanachuoni katika vitabu, katika watu waliouliwa wanasema ni bid'atun 10,000 insan au akthar au aqal, ni watu milioni 110 au watu milioni 190 waliuliwa kwa sababu ya khiana hii ambayo ameifanya huyu mshia ibnu al-Alqami. Hii ndiyo wanaoita al-khiyanatul udhma, khiana kubwa. Kwa hiyo hawa mashia sio wa kuamini hawa. Ndio hapa akasema kama ghadara ibnu al-Alqami, kama vile alivyofanya khiana ibnu al-Alqami ash-Shi'i, ambaye ni mshia, bil khilafati al-Abbasiyya, akafanya khiana katika khilafa ya al-Abbasiyya sunniya, ambao ni ya kisunni. Wa kana waziran lil khalifa, na huyu alikuwa ni waziri, ni msaidizi wa khalifa. Wa kadhalika sanaa, na vivyo hivyo alifanya, anamtaja mtu mwingine sasa, wa kadhalika, na hivyo hivyo sanaa, alifanya khiana, kwa maana yake Nasirul Kufri at-Tusi. Huyu Nasiru jina lake anaitwa Nasiruddin at-Tusi, ndio jina lake, kwa maana ni mwenye kunusuru dini. Sasa kwa ile khiana aloifanya, ikawa sasa sio mwenye kunusuru dini, ni mwenye kunusuru ukafiri. Ndio maana akasema pale Nasirul Kufri, mwenye kunusuru ukafiri, at-Tusi.
jina lake akiitwa Nasiruddin At-Tusi. Huyu baada ya kuangamizwa ngome yao, walikuwa wana ngome hawa, ile ngome ilipoangamizwa ngome ile, huyu akaungana na Watatari kwa sababu alikuwa hana sehemu ya kwenda, akaungana na Matatari wale wa Mongoli, akaungana nao. Kwa hiyo akawa yeye yupo katika jeshi la wa Mongoli, na tena yeye alikuwa ni msaidizi wa yule kiongozi wa Kimongoli. Sawa, ni mshia huyu, akawa yeye ni msaidizi wa yule kiongozi wa Kimongoli. Sasa huyu na yule Ibn al-Alqami, kwa sababu wote ni mashia, akawa yule anavujisha taarifa anampelekea huyu. Taarifa zinavuja kwa nani? Kwa Wamongoli. Sijui mmeelewa hapo? Ndio hapa anasema huyu Nasiruddin At-Tusi wakana, na alikuwa waziran, alikuwa ni waziri huyu Lihulaku. Hili ni jina la Kimongoli anaitwa Hulegu Khan. Wakana waziran, alikuwa ni waziri Lihulaku, anaitwa Hulegu. Kwa hiyo huyu mshia huyu akawa ni kiongozi, ni waziri wa huyu mtawala akiitwa Hulaku. Huyu Hulegu huyu ni mjukuu wa Genghis Khan. Si mnamjua Genghis Khan? Genghis Khan kupitia mwanaye akiitwa Tolui ndio akapatikana huyu Hulegu Khan. Kwa manake ni alikuwa ni mtu ambaye ni mkaribu wa nasaba wa Genghis Khan, kubwa la Kimongoli, adui kubwa. Kwa hiyo wakana waziran Lihulegu, alikuwa huyo At-Tusi ni waziri wa huyu Hulegu. Hatta waqa'at, mpaka ikatokea majzaratu Baghdada, yakatokea machinjio ya Baghdad. Ndio tukio ambalo nimelieleza hapa, allati, ambalo dhabaha fiha, wamechinja katika hiyo Baghdad at-Tataru, matatari waliwachinja Waislamu bikhiyanati hadhaini ash-shi'iyaini, bikhiyanati hadhaini ash-shi'iyaini, kwa khiana ya hawa mashia wawili, At-Tusi akishirikiana na nani? Ibn al-Alqami. Huyu anachukua taarifa za jeshi la Kiislamu anapeleka kwa nani? Kwa Wamongoli, kwa sababu kule kuna mshia mwenzake ambaye ni nani? Ni Tusi. Kwa hiyo kwa ajili ya khiana yao hawa watu wakasababisha miati uluf min almuslimina sunniyin, wakasababisha mauaji 100,000 ya Waislamu. Sawa, ndio wanasema ni mamilioni ya Waislamu walifariki katika tukio hili. Haya, qala al-Mirza, anasema al-Mirza Muhammad Baqir al-Musawi fi tarjamati dhalika al-wazir ash-shi'i al-mujrim, wakati anamuelezea huyu waziri huyu ambaye ni wa Kishia, huyu Tusi, anamuelezea waziri huyu Tusi wa Kishia ambaye ni mujrim, muovu. Anasema huwa al-muhaqqiq, yani anamsifia kwa sababu ni mshia mwenzake, anamsifia. Anasema huwa al-muhaqqiq al-mutakallimu al-hakim, yeye ni muhaqqiq al-mutakallim, mwenye kujua elimu ya kalamu, al-hakim mwenye hikma, al-mutabahhiru mwenye elimu nyingi, al-jalil mtukufu. Wa min jumlati amrihi al-mashhur, na miongoni mwa mambo yake ambayo ni mashuhur, al-ma'ruf yenye kujulikana, al-manquli hikayatan yenye kunukuliwa kwa masimulizi, istizaruhu lisultani, ni kuwa kwake waziri lisultani, kwa yule sultan, sawa, al-muhtashimi mwenye kuheshimiwa, sawa,
akimkusudia nani? Hulegu, akimkusudia yule Hulegu Khan, ndio anamuita, anampa sifa hizi nzuri kwamba huyu Tusi alikuwa ni waziri wa Sultan al-Muhtashim. Inatokana na al-hishma. Hishma Kiswahili, Kiarabu pia ni hishma, mwenye kuheshimiwa. Fi mahrusati Iran, katika daula mahrusati Iran, katika daula ya Iran. Kwa hiyo fi mahrusati Iran, katika daula ya Iran. Hulaku majina sio ya Kiarabu, ya Kimongoli, kwa hiyo tasameana. Hulaku wakimkusudia huyu sultan Hulegu. Kwa hiyo akamtaja hapo kwa nasaba yake kamili, akasema Hulagu Khan ibn Tulu Khan ibn Jankiz Khan, akataja jina lake hapa kamili na nasaba yake ya Kimongoli. Tupo pamoja? Lile ni jina tu lile. Min udhamai salatini Tatariya, katika wakubwa masultani wakubwa wa Kitatar. Wa atrakil al-Mongol, na Waturuki wa Kimongoli. Huyu ndio alikuwa sultani wao mkubwa kabisa. Tulisema huyu ni katika vijukuu wa Genghis Khan kupitia mwanae Tolui, ndio akapatikana huyu Hulaku. Kwa hiyo ni katika wajukuu wa Genghis Khan. Kwa hiyo anasema wa majiuhu, na kuja kwake huyu waziri, fi maukabi sultani, katika msafara wa huyu sultani, fi maukabi sultani, katika msafara wa sultani, almuayyidi, wenye kutiwa nguvu huo msafara, ma'a kamali al-istidadi, pamoja na ukamilifu wa maandalizi. Msafara ulikuwa ni wenye kutiwa nguvu, jeshi kubwa limejiandaa, maandalizi yalikuwa yamekamilika, ni makubwa. Jeshi hilo linakwenda wapi? Ila Dar es Salaam, mpaka kwenye mji wa Dar es Salaam, Baghdadi huko. Anakwenda kufanya nini huyu Mongoli akiambatana na huyu waziri? Liirshadi al-ibad. Angalia sasa malengo yao machafu. Wanasema waziri huyu wa Kishia ametoka na kundi, msafara wa Kitatar, wanakwenda katika mji wa Kiislamu. Mnakwenda kufanya nini? Liirshadi al-ibad, kwa ajili ya kuwaongoza waja. Manake wale waliopo katika daula ya Abbasiya, wale ambao ni masunni, wale walikuwa wamepotea, ni makufar. Sasa anatuletea matatari wa Mongoli waje kuwaeka sawa nyie masunni makufar. Kwa hiyo liirshadi al-ibad, kwa ajili ya kuwaongoza waja, wa islahi al-bilad, na kuusuluhisha mji, kuutengeneza mji, wa qat'i dabiri silsilati al-baghi, wa qat'i, na kukata, dabiri, mzizi, silsilati al-baghi, ya cheni ya ukhalifu, cheni ya uovu, wal fasadi, na ufisadi. Wanaingia katika mji wa Kiislamu kwa madai ya kwenda kuondoa mzizi wa cheni ya ufisadi na uhalifu na uovu. Wa ihmadi dairatil jawri, wa ihmadi, na kutuliza, dairatil jawri, daula ya dhulma ambayo ni ile ya Abbasiya, kuituliza. Wa ilbasi, na kuufuta utawala wa daula ya Abbasiya. Watafanya hivyo kwa kufanya nini? Biibdadi, kwa kuondosha dairati mulki Bani al-Abbas, kwa kuondosha daula ya ufalme wa Bani al-Abbas. Wa iqa'i al-qatli, na kuleta mauaji al-ammi, yenye kuenea, min atba'i ulaika at-tighami, katika wafuasi wa hao waovu, akikusudia
wale raia wa daula ya Abbasiya. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuusafisha mji na kuhakikisha kwamba tunaleta mauaji ya kiujumla, watu wote tuwaue au wengi katika watu tuwaue katika wale wenye kufuata daula hii ya watu waovu. Kila mwenye kufuata daula hii akaona kwamba ni sawa sawa, basi huyo tutamwangamiza. Ila an asala min dimaihim, ikapelekea mpaka kumwaga damu zao. Ila an asala, ila ikapelekea an asala, kumwagika, min dimaihim, damu zao, al-aqdhari, chafu, kwa maana damu zilimwagika kama uchafu. Ka amthalil anhari, damu zilimwagika kama vile mfano wa mto unavyochuruzika. Waliwaua watu wengi, nilielezea hapa watu walioua ni karibia mamilioni ya watu. Kwa hiyo damu zinachuruzika kama vile kwenye mto, ka amthal al-anhari, kama vile mfano wa mto. Fa anhara biha, wakatiririsha wakamwaga hizo damu, fi ma'i Dijla, katika mto wa Dijla. Wa minha, na katika huo mto, ila nari jahannam, kuelekea katika mto wa Jahannam, daril bawari, ambao ndiyo nyumba ya maangamivu. Wa mahali al-ashqiyai, na ndiyo mahali pa watu waovu. Wal ashrar, na mahali pa watu washari. Kwa hiyo sultani huyu ambaye alifanya usaliti huu kwa kushirikiana na Wamongoli, wakasababisha mauaji ya watu wengi katika daula ya Abbasiya, akishirikiana na Ibn al-Alqami, yeye na mwenzake, ambaye alifanya usaliti mkubwa wa daula kwa kupeleka siri kwa maadui. Mwisho